Basi ni siku nyingine tena na kukaribisha katika kipindi cha madhabahu ya kweli hapa kwenye channel yetu ya YouTube kupitia channel yetu ya Chuo cha Gombo. Mimi naitwa Mchungaji Emmanuel, napatikana katika kanisa la Christ Laborers Church lililopo Kimara King'ong'o, ndipo huduma inapopatikana. Hivyo ninakukaribisha katika kipindi hichi tuweze kuungana pamoja, na leo nipo mbele yako kwa ajili ya kuweza kufanya maombi. Tunaenda kufanya maombi siku ya leo, na maombi haya tunaenda kuyafanya ni maombi ambayo tutashughulikia vitu kama vitatu. Tutaenda kushughulikia jambo la kwanza, tutaenda kushughulika na swala la kazi. Kuna watu ambao mmeapply kazi, kuna watu ambao mnatafuta kazi. Kwa leo tutaenda kufanya maombi kwa wale wote ambao mmeapply kazi, ili kwamba Mungu aweze kufanya njia, Mungu aweze kuonekana kwako katika hiyo kazi ambayo yamkini umeapply au unahitaji, ili Mungu aweze kukupatia kazi. Na Mungu ataenda kufanya njia ili uweze kupata kazi. Na jambo lingine ambalo tutaenda kuombea, tutaenda kuomba kwa ajili ya kibali. Kuna watu ambao wamepoteza kibali. Tutaenda kuomba pia kwa habari ya kuombea ndoa. Kuna watu wapo kwenye ndoa wanatamani kutoka. Kuna watu ambao hawajaingia kwenye ndoa wanatamani kutoka. Ni kwa sababu gani? Ndoa zimevamiwa. Ndoa zinahitaji neema ya Yesu ili kwamba ziweze kupona. Tutaenda kuombea vitu hivyo. Alafu pia tutaenda kuomba kwa ajili ya wagonjwa. Kuna watu ni wagonjwa, hawajiwezi, wengine wapo katika kitandani, wengine wapo katika hali ya kusikia miili yao imechoka, iwezi sasa kwa sababu ya hali zao za kiafya. Sasa jioni ya leo naomba ungane nami tukafanye maombi haya, maombi ambayo naamini yatakuvusha mahali ulipo, yatakutoa katika changamoto ulionayo. Nitaenda kusoma neno la Mungu ili kwamba likapate kutuongoza, na ili kwamba tukapate kupata mwongozo katika kuenda kwenye maombi haya. Naomba nisikilize kwa dakika chache, alafu tuende tukafanye maombi kwa pamoja, mimi na wewe, kulingana na changamoto ulionayo. Ukisoma kitabu kile cha Isaya sura ya 65 na mstari wa 24, Biblia inasema kwamba, nikusomee kama ilivyoandikwa. Inasema kwamba, na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Huyu ni Mungu anazungumza. Anasema kwamba itakuwa watu hawa, ina maana kabla hawajaomba, Mungu anasema kwamba atafanyaje? Atajibu. Na wakiwa katika kunena, anasema kwamba atafanyaje? Atasikia. Hivi ambavyo tunasema kwamba tunaenda kwenye maombi, it means kwamba tayari Mungu amekwisha kujibu. Na tutakapoanza maombi sasa, it means kwamba Mungu anaachiria nini? Majibu yale. Mungu anasikia yale tunayoyaomba. Mungu anasikia kuomba kwetu. Kwa Mungu tunapoweka nia tu, tunapodhamiria ndani ya moyo. Kwa hivi mimi nimetoka nyumbani nikaja hapa studio kwa ajili ya nikisikia ndani kwamba tufanye maombi, it means kwamba kuna watu tayari majibu yao yamekwisha kuachiliwa. Kuna watu tayari wamekwisha kupokea majibu yao, na tutakapokuwa katika kunena, Mungu atafanyaje? Atasikia. Na anaposikia, it means kwamba automatic udhirisho wa maombi yale ambayo tutakuwa tumeomba utatokea moja kwa moja. Kwa hiyo sasa amini ya kwamba tunapoenda kuomba, maombi yako tayari Mungu amekwisha kujibu. Mungu amekwisha kuachiria, na tukiwa katika kuomba Mungu atasikia. Na akishasikia, tayari kitakachotokea ni udhirisho wa kile ambacho tumekiomba, kwamba utaanza kukipokea na utaanza kuona sasa matokeo ya kile ambacho tunaomba yanatokea kwenye mwili wako, yanatokea kwenye maisha yako, yanatokea katika maeneo mbalimbali kulingana na uhitaji wako. Kwa hiyo jua ya kwamba tunaenda kuomba au kufanya maombi ni kitu ambacho Mungu anakijua. Mbingu zinafahamu kwamba tunapofanya maombi tayari ile nia yetu na ile dhamiri yetu ya kufanya maombi tunapokuwa nayo, it means kwamba Mungu anaachiria majibu katika nia ile na katika na hali ile ya kutaka kuanza kufanya maombi. Asa siku ya leo
nataka tukaombe katika maeneo haya manne au maeneo matatu. Eneo la kwanza ambalo tunaenda kuliomba, tunaenda kuomba kwa habari ya kazi. Habari ya kazi, maana Biblia inasema asiyefanya kazi asifanyeje? Asile. Sasa it means kwamba tunapomwomba Mungu kazi, na maana atupe kazi ili tupate kazi ya kufanya na tupate riziki, tupate tuweze kula, tuweze kupata chakula cha sisi na watoto wetu. Wanasifiwe. Kwa kuna mtu mmoja yamkini anatafuta kazi, yamkini ni muda mrefu amekuwa akiomba Mungu ampe kazi na hajapata kazi. Amekuwa akituma barua zake kwenye makampuni, kwenye maeneo mbalimbali, anaomba kazi, Mungu ampe kazi. Kusoma amesoma, elimu anayo, ana vyeti vizuri kabisa vinavyofaa kupata kazi, lakini hajapata kazi. Kwa namna gani anaweza kupata kazi? Ni kwa kufanya maombi, kumshirikisha Mungu na kumwita Mungu ili kwamba aweze kutoa kukupatia kazi. Na mimi nitaenda kuomba, na ninaamini nitakapokuombea mtu wa Mungu, kazi itaenda kupatikana, kazi itaenda kuonekana. Utapigiwa simu, utapokea wito wa kwenda kwa ajili ya kufanya interview, kwa ajili ya kwenda kazini. Utapokea wito tu. Amini hivyo, amini pamoja na mimi, kuna kitu Mungu anaenda kufanya maadamu Mungu ameweka nia hii ndani yangu, na hatimaye itakuwa dhahiri kwako kupitia maombi haya ambayo tunaenda kuyaomba. Na jambo la pili, tutaenda kuomba kwa habari ya kibali. Kuna watu wamepoteza kibali, ingawa wapo kazini, ingawa wana mambo mazuri, lakini wamepoteza kibali. Mambo yao yanaanza kuharibika, mambo yao yako vibaya kwa sababu wamepoteza kibali. Wakati mwingine anaenda kuongea na bosi ni kama vile hataki, yani hataki kumuona, yani haonyeshi ule ushirikiano wa kumsikiliza. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu umepoteza kibali. Ukipoteza kibali, kila mmoja atakuona ufai, kila mmoja atakuona kwamba wewe, yani atamani akuone kwenye macho yake. Ukipoteza kibali, wakati mwingine unapotoa maoni yako, unapotoa mawazo yako, hakuna mtu ambaye anakusupport, hakuna mtu ambaye anaona kwamba hawezi kukusikiliza kwa sababu umepoteza kibali. Kwa hiyo kwenye maisha ukipoteza kibali, hata biashara yako itayumba. Kwenye maisha ukipoteza kibali, kazi yako itayumba. Kwa lazima tumwambie Mungu arejeshe kibali kilichopotea. Unajua kibali, shetani anachukua kibali chako kwa namna gani? Anaondoa ule mvuto, anaondoa ile hali ya kukubarika, ile hali ya kupendwa, ile hali ya kuonekana kwamba unastahili. Shetani anaiondoa, anakuwekea ukungu, anakuwekea hali ya utandu fulani ambao unakondolea kibali kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiona kuna namna watu wanaanza kukukataa, kuna namna ambavyo watu wanaanza kukaa mbali na wewe, ujue ya kwamba kibali kimeondoka. Na kibali hichi, kuna kibali wapendwa cha usemi. Kuna kibali cha usemi. Shetani anaweza kachukua kibali cha usemi, kila unaloongea likaonekana kwamba halifai kusikilizwa, kupokelewa, halifai kufanyiwa maamuzi. Shetani anachukua kibali, anaweka ukungu kwenye sura yako. Yani ukitokea tu watu hataki kukuona. Unaona watu kama walikuwa wanaongea, basi wananyamaza kwa sababu tayari kibali chako kimefanyaje? Kimepotea. Kwa lazima ujue ya kwamba shetani ni adui yetu, anatafuta kuharibu hatima zetu. Kwa hiyo shetani anaweza akaondoa kibali cha uso, ukajikuta kwamba uso wako unapotokea mahali, watu ni kama vile wewe kama unanuka vile. Na maana ukiingia mahali kama watu walikuwa wamekaa wanaongea vizuri, utashangaa mmoja ananyanyuka anaondoka, mmoja ananyanyuka anaondoka, mwisho utajikuta umebaki peke yako pale. Ujue kibali kimeondoka. Ni kwa namna gani kinaweza kikarejea kibali hicho? Lazima akirudi kwa njia ya kuomba, kumwita Mungu ili kwamba akurudishie kibali kilichopotea. Na maombi haya yanaenda kurudisha kibali chako kilichopotea. Mwingine kibali kimepotea kwa mchumba wake. Hana kibali, alikuwa anapendwa, alikuwa anasikilizwa. Leo hasikilizwi. Leo anaonekana ni takataka, anaonekana hana thamani. Kwa sababu gani? Kibali kimeibiwa. Shetani ameondoa kibali chako kwa mchumba wako. Lazima tufanye maombi ili kibali kilichopotea
kiweze kurejea, kiweze kurudi kwenye maisha yako, na Mungu afanye jambo katika maisha yako. Tutaenda kuomba pia kwa habari ya kuombea ndoa. Wapendwa, mimi nimefika mbali nikasema tunakoenda ndoa hizi, tunaenda kula ambako wenzetu wamefika, kwenye ndoa za mikataba. Ndiko tunakoelekea, kwa sababu hali ya ndoa ni mbaya sana kuliko tunavyofikiri. Hali ya ndoa ni mbaya sana kuliko tunavyodhani, wapendwa. Watu wanaweza wakawa naishi pamoja lakini hawako pamoja kabisa. Kila mmoja anafanya mambo yake, kila mmoja na msingi wake na mambo yake anayafanya, isipokuwa wanachoshirikiana tu ni ile kuingia kwenye mlango mmoja, kuingia ndani ya nyumba. Lakini wakifika huko ndani ni kama simba na chui, hawaelewani, hawazungumzi. Ila wakitoka nje utadhani kwamba wanaelewana, wanapendana, lakini hawa watu ni watu tofauti kabisa. Kwa ndoa ziko mahali pabaya, zinahitaji maombi, zinahitaji kuombewa. Watu wanalia, watu wana vilio vya namna ya ajabu katika ndoa zao. Ndoa nyingi ziko ICU, ndoa nyingi zimekufa. Lakini si mpango wa Mungu na si kusudi la Mungu. Inapaswa tuombe kwa ajili ya ndoa. Inapaswa tuombe kwa ajili ya watu ambao wameingia kwenye ndoa wanatamani kutoka. Sio mpango wa Mungu. Maana Mungu lengo lake alimuumba mwanadamu, akamuumba Adamu, akampa na msaidizi. Sasa unapopata msaidizi, ina maana kwamba huyo ni wa kuishi naye. Huyo ni wa kukusaidia kimawazo, ni wa kukusaidia kazi, ni wa kukusaidia maendeleo, mafanikio. Mnasaidiana kwa ajili ya kuendesha gurudumu la maisha, gurudumu la wokovu, kutiana moyo. Wakati mwingine muda wa maombi umefika, mnatiana moyo, mnashikana mikono, mnaomba kwa pamoja. Ni zaidi ukiwa peke yako. Maana ukiwa peke yako unaweza ukaona uvivu wa kuomba, lakini mkiwa wawili, wewe ukiona uvivu wa kuomba, mwenzio anakutia moyo, anakuambia hebu simama tuombe, hebu inuka tuombe. Mnasimama mnaomba. Ni zaidi ukiwa mtu mmoja. Sasa ndoa inapovamiwa, mpendwa, itimizi kwamba ni kanisa limevamiwa. Ndoa inapoharibika, itimizi kwamba ni kanisa limeharibika. Kanisa haliwezi kufika ikiwa ndoa haziko vizuri. Kanisa haliwezi kuimarika ikiwa ndoa haziko vizuri. Kama ndoa zimepigwa na kanisa limepigwa, kwa lazima tuombe kwa ajili ya hizi ndoa. Lazima tuombe kwa ajili ya wanandoa, ili kwamba waweze kukaa vizuri na waweze kuishi maisha ambayo ni ya kuelewana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na pia tutaenda kuomba kwa ajili ya kuomba juu ya magonjwa. Kuna watu wanaumwa, kuna watu ambao madhaifu yao yanawasumbua, madhaifu yao wana madhaifu ya aina mbalimbali. Kwa mpendwa, naomba niende kwenye maombi kwa ajili ya kuomba na wewe juu ya mambo haya, ili Mungu aweze kufanya jambo katika maisha yako. Wewe ambao unasikia hali ya tumbo haiko vizuri, Mungu ataenda kufanya jambo kwenye maisha yako kupitia maombi haya. Wewe ambao unasikia kichwa kinauma, pia Mungu ataenda kufanya jambo kwenye maisha yako kupitia maombi haya jioni ya leo. Yeyote ambaye anaona kuna mahali hapako sawa kwenye mwili wake, kupitia maombi haya Mungu anaenda kufanya jambo. Naomba unifuatilie na twende tukaombe kwa pamoja kupitia maombi haya jioni ya leo. Mungu yuko katikati yetu, Mungu yuko katika maombi haya. Kuna kitu kinaenda kutokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Niseme ya kwamba naenda kuanza maombi sasa. Naomba ukae tayari ili kwamba tuweze kuanza pamoja kwa ajili ya kwenda kumuita Mungu juu ya mambo haya matatu au manne ambao tunaenda kuombea. Kwanza naenda kuomba kwa ajili ya kazi. Wewe ambao unahitaji kazi, una vyeti vyako, naomba nianze na wewe pia katika maombi haya. Niombe na wewe kwa habari ya kazi. Umetafuta kazi kwa muda mrefu, umetamani kuajiriwa, umetamani kupata kazi, lakini imeshindikana. Wakati mwingine yawezekana umeenda hata kwa mganga kutafuta dawa ili kwamba uweze kupata kazi. Umeenda mahali kwa ajili ya kushirikisha waganga, kushirikisha ibada fulani ambazo sio nzuri ili kwamba uweze kupata kazi. Lakini leo nakurejesha, pendwa, nakurejesha
njoo kwa Mungu tuombe, njoo kwa Kristo tuombe akupe kazi na upate ajira, ili kwamba uweze sasa kufurahia maisha ya ulimwengu huu, kufurahia maisha au kufurahia elimu ambayo umeipokea. Si jambo jema na si jambo zuri umepata elimu, umesoma, umefika chuo, una degree, una PhD, lakini umekaa nyumbani na PhD, umekaa nyumbani na degree yako. Hapana, lazima tuombe upate kazi, ili kwamba uweze kujenga uchumi wa nchi yetu, uweze kuimarisha uchumi pia wa nchi yetu, changie kipato ndani ya nchi yetu kupitia kazi unayoifanya. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba niombe na wewe ambaye unahitaji kazi, ili kwamba Mungu afanye mlango wa kupata kazi. Yamkini huja-apply. Sasa ninapoomba, anza ku-apply. Ninapoomba, hebu tuma maombi ya kazi sasa, ili Mungu aweze kukupatia kazi. Haleluya. Haleluya. Naomba niombe na wewe unayenisikiliza, unayenitazama kupitia YouTube yetu na kupitia channel ya Chuo cha Gombo, ili kwamba tuweze kuomba kwa pamoja na Mungu akafanye jambo juu ya kazi ambayo unaitafuta. Naomba niombe kwa ajili yako wewe unayenisikiliza, wewe unayenitazama, kwa habari ya kazi ambayo umekuwa ukitamani kuipata, au umekuwa ukiapply, au umekuwa ukienda kuomba, au umekuwa ukitafuta bila mafanikio. Kupitia maombi haya, ukianza kutafuta, ukianza kuapply, Mungu anaenda kufanya jambo, kwa sababu kuna nguvu itaambatana na wewe, kuna mamlaka itaambatana na wewe kwa ajili ya kukupatia kazi. Naomba niombe kwa jina la Yesu juu ya hili, ili Mungu aweze kufanya jambo kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, Mungu aliye hai, mfalme wa falme, jioni ya leo na saa na wakati wewe Bwana, ninakuja mbele zako Bwana majeshi, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yuko mtu anayenitazama majira haya na nyakati hizi Bwana, amepita mahali ambapo ameshindwa kuona matokeo juu ya kile ambacho amekuwa akitamani kwa muda mrefu. Amekuwa ni mtu ambaye anatamani kupata kazi lakini hajapata. Amekuwa ni mtu ambaye ana apply kazi lakini hajapata. Amekuwa ni mtu ambaye anatuma maombi, anaenda mahali ofisi na ofisi kwa ajili ya kutafuta kazi lakini hajafanikiwa, kwa sababu kuna nguvu na kuna roho zinamzuia. Kuna mamlaka za giza, mamlaka za ukoo zinazomzuia. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, Bwana majeshi, jioni ya leo ninamuinua mikononi mwako yeyote anayenisikiliza, yeyote aliyefungua channel hii kwa ajili ya kunifuatilia Baba, kwa jina la Yesu, na uhitaji wa kazi, anatamani kupokea kazi Bwana, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Baba, ninaomba achilia neema na baraka ya kazi juu yake, achilia neema na baraka kupata ajira kwa jina la Yesu. Milango iliyofungwa kupokea kazi ikafunguke sasa. Milango iliyofungwa kwa jina la Yesu kwa ajili ya kupata ajira ikafunguke kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Bwana majeshi, ninaomba achilia baraka juu ya mtu huyu, achilia neema ya kupata kazi, neema ya kupata kazi, neema ya kupata kazi. Mlango uliofungwa wa kupata kazi ukafunguke sasa. Mlango uliozuiliwa wa kupata kazi kwa jina la Yesu ukafunguke sasa, katika jina la Yesu. Kuanzia leo atakapotuma maombi, kazi ikapatikane. Atakapotuma maombi katika ofisi yoyote, katika jina la Yesu kazi ikapatikane kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, ninafungua maisha yake, ninafungua kwa jina la Yesu hatima yake. Kazi ije sasa, kazi ije sasa, kazi iliyozuiliwa, kazi iliyozuiliwa, kazi iliyofungwa, naiita kwa jina la Yesu. Kwa ajili ya ndugu yangu huyu anayenisikiliza, kwa ajili ya ndugu yangu huyu anayenisikiliza, ninayo mamlaka ya kufunga na kufungua duniani hata mbinguni kwa jina la Yesu. Ninafungua kwa damu ya Yesu Kristo, ninafungua kazi yake, ninafungua ajira kwa ajili ya mtu huyu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu aliye hai, Mungu mwenye nguvu, mpatie kazi sasa kwa jina la Yesu. Vyeti vyake kwa damu ya Yesu. Ninaondoa mikosi, naondoa kila vizuizi, naondoa kila mipaka aliyowekewa, naondoa kila vipingamizi alivyowekewa kwa jina la Yesu. Maana kuna mtu mmoja aliapa akasema tuone, anasoma na tuone kama atapata kazi. Kwa jina la Yesu, kila kiapo kilichotamkwa juu yake na kifuta kwa jina la Yesu. Ninafuta kila manuizi, nafuta kila maneno yaliyotamkwa juu ya mtu huyu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana wa majeshi, apokee kwa jina la Yesu kazi kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu aliye hai. Kuna mtu mmoja
Kuna mtu mmoja unanisikiliza na unanifuatilia, umelitamkiwa maneno wakati unasoma. Litamkiwa maneno wakati unasoma ya kwamba tuone, anajifanya kwamba anasoma, tuone kama atafanikiwa. Maneno yale yanaishi kwenye maisha yako, ndio maana hujapata kazi, ndio maana hujapata ajira. Embu nitafute kwa namba yangu ili nifanye maombi na wewe, na maneno hayo yataondoka, maneno hayo hayatasimama tena, kwa sababu ni kiapo ambacho kimesimama kwenye maisha yako. Sasa kinafutwa kwa namna gani? Ni kwa mtu mwenye mamlaka, ni kwa mtu ambaye ana mafuta ya kitumishi, ndiye anaweza kuifuta hayo maneno. Hebu nitafute ili kwamba niweze kufanya huduma na wewe, niweze kuondoa hiyo laana ambayo wameitamka kwenye maisha yako kupitia elimu ambao umeipata, wakiona kwamba wakiona wivu kwamba unasoma utapata kazi, waone kama utapata kazi. Na kweli maneno hayo yamekuwa ni sehemu ya maisha yako, lakini kupitia ibada na kupitia maombi haya, naamini kuna kitu kimefanyika. Unitafute ili nizidi kuzungumza na wewe, ili kwamba Mungu azidi kufanya jambo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kuomba kwa habari ya kibali. Ninapoenda kuomba kwa habari ya kibali, mpendwa, kumbuka ya kwamba kuna watu ambao wamefungwa, kuna watu ambao wanawekwa katika magereza, wanawekwa katika mashimo ili kwamba wasiweze kuinuka, wasiweze kufanikiwa. Na pia huyu ambaye nimetoka kuomba naye, ambaye ni anatafuta kazi, kumbuka unahitaji kibali. Unapopeleka application yako, unapoenda ofisi yoyote kuomba kazi, unahitaji kibali. Lazima kibali kiweze kuwa sehemu ya maisha yako ili kwamba uweze kufanikiwa unapoenda kuomba kazi. Kwa hiyo kibali pia ni sehemu ya uhitaji wa mtu ambaye anaenda kuomba kazi. Kuna mtu mwingine kibali tu kimepotea mbele ya mchumba wake, kimepotea katikati ya jamii, kimepotea katika mambo biashara anayofanya, kibali kinapotea tu, watu wanampita, watu wanakuwa mbali naye. Nataka niombe na watu wa aina hii ambao wamepoteza kibali na ambao wanahitaji kibali, ili Mungu awape kibali kwenye mambo yao, kwenye shughuli zao, kwenye ndoa zao, kwenye uchumba wao, wazidi kupata kibali na wazidi kuona mafanikio ya kile wanachokifanya. Nitaenda kuomba kwa ajili yako ndugu na nisikiliza, ili kwamba upate kibali kwa jina la Yesu. Baba yangu na Mungu wangu mtakatifu, Mungu li hai, asante kwa ajili ya usiku na jioni ya leo ambao umenipa, Bwana, kwa ajili ya kumuinua mtu huyu anayefuatilia channel yetu ya YouTube ya Chuo cha Gombo. Bwana, tazama Baba, kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu Kristo mtakatifu, yeyote ambaye amepoteza kibali, yeyote ambaye amefutwa, kibali chake kimefutwa, katika jina la Yesu Kristo jioni ya leo, Baba, ninarudisha kibali cha kila mmoja anayenisikiliza mahali hapa, yeyote anayefuatilia maombi haya, kwa jina la Yesu, kibali chake kilichopotea na kirejesha kwa jina la Yesu, na kirejesha kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Mchumba aliyepoteza kibali mbele ya mchumba wake, narudisha kibali chake kwa damu ya Yesu. Kibali kilichopotea, kibali kilichoibiwa, kibali kwa jina la Yesu Kristo. Naomba kibali juu ya yoyote anaenda kuomba kazi, juu ya yoyote kwa jina la Yesu Kristo, aliyekosa kibali mbele ya bosi wake, kwa moto na kwa jina la Yesu, naachilia kibali juu ya watu hawa, naachilia kibali kwenye maisha yao, naachilia kibali kwenye ndoa zao, naachilia kibali kwenye kazi zao, naachilia kibali kwenye ofisi zao, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Aliyepoteza kibali, ninarejesha kibali chake kwa jina la Yesu. Aliyeibiwa kibali na nguvu za giza na wachawi na mapepo, narudisha kibali kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Apate kibali kazini, apate kibali kwa jina la Yesu, katika shughuli anazofanya, apate kibali kwa wale wanaomtenga, wanaomkataa, apate kibali kwa jina la Yesu Kristo. Baba, narejesha kibali. Yesu, narejesha kibali katika jina la Yesu. Kibali chako, kibali chako, kibali chako kilichoibiwa, kibali cha usemi, kibali cha uso, ninakirudisha kwa jina la Yesu, na kirejesha kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe uliyeibiwa kibali, kwa jina la Yesu, kibali njoo kwa jina la Yesu, kibali njoo kwa damu ya Yesu Kristo. Naachilia kibali juu yako, naachilia kibali juu yako, naachilia kibali juu yako, naachilia kibali juu yako, kibali cha ndoa, kibali cha usemi, kibali cha kibiashara, kibali cha elimu, kibali cha kazi, kwa jina la Yesu. Ninaachilia kibali kwa mamlaka jina la Yesu. Naachilia kibali kwa damu ya Yesu. Naachilia kibali kwa moto. Naachilia kibali kwa jina la Yesu. Kibali sasa juu ya maisha yako. Kibali sasa juu ya chochote unachokifanya, katika jina la Yesu. Pokea kibali. Pokea kibali. Pokea kibali. Wewe uliyekataliwa na mchumba,
Pokea kibali. Pokea kibali, ukapate kibali kwake tena, ukapate kibali kwake tena. Wewe ambao unataka kufukuzwa kazi, kwa jina la Yesu, kibali kilichopotea mbele ya bosi wako ninakirejesha kwa jina la Yesu. Narejesha kwa damu ya Yesu. Kibali chako kirejee kwa jina la Yesu. Mapepo na yakemea, hizo nguvu za giza na zikemea, huo uchawi na ukemea kwa jina la Yesu. Achilia maisha yako, uachilia kibali chako kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaachilia kibali kwenye maisha yako. Naachilia kibali katika kazi yako. Naachilia kibali kwa mume wako. Naachilia kibali kwa mke wako. Katika jina la Yesu naachilia kibali kwa bosi wako. Kuanzia leo kibali cha uso, kibali cha usemi kwa jina la Yesu. Popote utakaposimama ukakubariki kwa damu Yesu na kwa jina la Yesu wa Nazareti, Mungu aliye hai. Rama sheke. Basi Mungu afanye jambo. Mungu ni mwema. Naamini kuna kitu kimefanyika hapo katika eneo la kibali. Nataka niombe kwa ajili ya ndoa za watu wengi ziko ICU. Ndoa za watu wengi ziko ICU. Wanatamani kutoka, lakini wanatunza tu heshima zao, wanatunza tu thamani zao zile, ili kwamba anaona akiondoka heshima yake itashuka, heshima yake itapotea. Mungu aingilie kati ili kwamba hiyo ndoa itengamai, mkai mwelewane. Mwingine kwa sababu tu hana mtoto, basi mwanaume amekasirika, hamuelewi. Kwa sababu mwingine tu yani ni wamepishana kwa namna moja au nyingine, hawaelewani ndani. Sasa nataka niombe kwa ajili ya ndoa yako. Mungu kuna kitu anaenda kufanya katika maisha yako. Mungu kuna kitu anaenda kufanya katika ndoa yako. Usikubali kuishi maisha ya uchungu. Usikubali kuishi maisha ya huzuni. Usikubali kuishi maisha ambayo ni ya kukata tamaa, maisha ambayo unatamani hata usingeolewa. Lakini kumbuka upendo ule wa kwanza ndio ambao unatamani sasa urudi kupitia maombi haya. Upendo ule ambao mlikuwa mnapendana toka mwanzo, urejee tena kwa jina la Yesu kwenye maisha yako. Naenda kuomba kwa ajili yako wewe dada ambaye ndoa yako ipo mahali pabaya. Ndoa yako inakaribia kuvunjika. Nataka niombe kwa ajili ya ndoa yako, na Mungu anaenda kufanya kitu kwenye maisha yako. Amini ninachokisema. Amini ninachokisema, maana Mungu amenipa mafuta haya. Nikiomba kuna jambo linafanyika, na ninajua kuna kitu kinaenda kufanyika sasa katika maombi haya. Maana Biblia imesema kwamba kabla hawajaomba anasema nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Mungu anaenda kuyasikia maombi haya, na Mungu amekwisha kujibu kwa habari ya ndoa yako. Mungu amekwisha kujibu. Naenda kuomba kwa ajili ya ndoa yako, ndugu yangu unayenisikiliza, na Mungu anaenda kufanya jambo sasa katika jina la Yesu. Hebu naomba niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wangu na baba yangu, wewe ni mwanzilishi wa ndoa. Toka mwanzo ulimuumba Adamu, kampa mke ili waishi pamoja kama msaidizi. Baba, yuko ndugu mahali hapa jioni ya leo ananisikiliza, ndoa yake iko katika hali ya hatari, ipo katika pointi ya mwisho kwa ajili ya kuvunjika. Si mpango wako e Bwana, na si makusudi yako ndoa ziharibike. Ndoa ziweze kuwa ndoa ambazo ni za maumivu, ndoa ambazo zinaleta majeraha katika maisha ya watu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu jioni ya leo, Baba, kwa damu ya Yesu Kristo nainua ndoa ya mtu mmoja anayenisikiliza mahali hapa. Maombi haya kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Ndoa ya aina yote ambayo imevamiwa na mapepo, imevamiwa na nguvu za giza, imevamiwa na mashetani, kwa ajili ya kuwafarakanisha, kwa ajili ya kuwatenganisha, katika jina la Yesu na kemea hayo mapepo, na kemea hiyo mizimu, na kemea hizo nguvu za giza ambazo zinawafuatilia, zinatafuta kuwatenganisha, zinatafuta kuharibu ndoa hii. Kwa moto na kwa jina la Yesu ninakemea mapepo yatoke, achilie kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na ikomoa ndoa hii ambayo inaelekea kufa, ambayo inaelekea kuharibika, ambayo inaelekea kukatika, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yeyote ambaye ndoa yake ipo hatarini, kuanzia sasa ninaikomboa, kuanzia sasa naachilia uponyaji, kuanzia sasa roho ya umoja na mapatano, kuanzia sasa wakashikamane katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila ndoa naikomboa, naifungua kwa moto na kwa jina la Yesu. Naondoa mapepo yaliyokaa katikati kwa ajili ya kuwatenganisha, mapepo yaliyokaa katikati kwa ajili ya kuwafarakanisha, katika jina la Yesu. Poka chia mapepo, funguka chia ndoa hii, poka chia kwenye ndoa hii
katika jina la Yesu. Naikomboa ndoa ya mwanamke huyu, naikomboa ndoa ya mwanamume huyu katika jina la Yesu. Haitavunjika, haitavunjika, haitavunjika. Ninakataa kwa jina la Yesu, ninakataa kwa damu ya Yesu kila roho ya faraka, roho ya magomvi iliyoingia, naipiga na kuikemea kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, roho ya usaliti iliyoingia, roho ya usaliti kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, naipiga roho ya usaliti. Toka katika jina la Yesu. Unataka kutenganisha ndoa hii, unataka kuharibu ndoa hii, roho ya usaliti iliyoingia, mwanaume katoka nje ya ndoa, mwanamke katoka nje ya ndoa, ikawa sababu ya ndoa kuharibika, ninapiga hiyo roho kwa jina la Yesu. Kachia ndoa hii kwa jina la Yesu. Baba, nakomboa ndoa za wapendwa hawa, nazikomboa kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa, uponyaji katika ndoa hii, ufungulivu katika ndoa hii kwa jina la Yesu Kristo. Warejee kwenye furaha yao, warejee kwenye upendo wa kwanza katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kuanzia sasa uponyaji katika ndoa hii na kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, nikikomboa na kuifungua kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, nikiomba kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wapendwa. Nimefanya maombi katika maeneo hayo matatu. Eneo la kazi, eneo la kibali, eneo la ndoa. Sasa wewe ambaye unapitia changamoto hiyo, wewe ambaye upo katika matatizo hayo, maombi haya ni mbegu ambayo nimeiweka sasa, inaota matokeo sasa, yanaanza kuanzia sasa. Utaanza kuona majibu, utaanza kuona mabadiliko katika ndoa yako. Na pia ni vyema sasa unitafute ili kwamba kama kuna mashauriano, kama kuna mashauri ambayo pia unahitaji, ili kwamba niweze kukupatia ili ndoa yako iweze kupona, ndoa yako iweze kufunguliwa, ili kwamba kama kuna mashauriano pia kwa habari ya kibali, kuna namna moja uelewi, hebu nitafute ili kwamba nikushauri na kibali sasa ikiweze kuwa juu yako. Pia hata kama ni masuala ya kazi unahitaji ushauri, hebu nitafute. Una sababu ya kwenda kwa mganga, una sababu. Nizungumze hapa pia watu wa Tanzania, wa Afrika, acheni tabia kwenda kwa waganga. Kila tatizo, kila shida unataka ukatazamia, unataka kuenda ukapige bao. Hebu acha mambo hayo, hebu mtegemee Mungu sasa. Mweke Mungu mbele, uone kama utaibika, uone kama utakuwa kama ulivyo. Lazima kutakuwa na jambo ambalo Mungu atalifanya kwenye maisha yako ikiwa utamtegemea Mungu na kumtanguliza Mungu. Tuache tabia ya kwenda kwa waganga, tuache tabia ya kuangalia, kupiga bao, kwenda kutoa yani sadaka kwa waganga, kutoa sadaka kwa mizimu. Tuache mambo haya, kwa sababu Mungu ametuumba ili tumtukuze yeye, tumwabudu yeye. Sasa mimi niseme ya kwamba kama umekosa kibali, njoo tufanye maombi, kibali kitarejea. Kama unahitaji kazi, njoo tufanye maombi, kazi itakuja. Kama ndoa yako ipo matatani, njoo nifanye maombi na wewe, njoo niongee na wewe. Lazima ndoa yako itarejea, lazima ndoa yako itapona. Usikubali ndoa yako ikaribika kwa kukaa kimya, kwa kuficha siri. Usifiche siri. Hebu zungumza na watumishi wa Mungu ili kwamba ndoa yako iweze kupona. Usikae na majeraha ndani. Hebu tutafute ili kwamba tuweze kuzungumza na wewe na hatimaye uweze kupokea neema, uponyaji kupitia maombi na mashauri ambayo tutakupatia. Basi mimi kwa siku ya leo nimependa nishiriki na wewe maombi haya. Kadiri ambavyo Mungu atatupa neema, tutaendelea kuomba na kuomba juu ya kimoja kimoja, pia tutaendelea kuomba. Kwa hiyo ni kukaribishe katika channel yetu, endelea kusubscribe, endelea kucomment ili kwamba tuendelee kuwa pamoja, na ninapotuma tena video nyingine au ninapoingia online uweze kupata taarifa. Kwa hiyo karibu sana, wasiliana nami, nipigie kwa simu yangu, namba yangu ipo kwenye screen hapo, nami nitakuhudumia na nitaomba na wewe, na Mungu atafanya jambo la tofauti. Basi Mungu wangu na Baba yangu akubariki kwa ajili ya kuambatana nami na kunisikiliza katika channel yangu hii. Naamini ya kwamba kuna jambo limefanyika kwenye maisha yako. Tukutane tena kwa neema Yesu Kristo kesho katika channel yangu hii. Mungu anaenda kuonekana katika maisha yako ukinifuatilia. Basi Mungu wangu na Baba yangu akubariki. Naomba niombe kwa ajili yako wakati ninahitimisha, ili neema Mungu iwe juu yako. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mpendwa huyu ambaye amenisikiliza na amepokea maombi haya. Mungu, naomba mjalie haja ya moyo wake aweze kuipokea. Kwa jina la Yesu, nguvu ya aina yoyote inayomzuia kupokea baraka zake ikaachilie maisha yake na hatima yake.
Kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu mtakatifu, Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa sababu unaenda kufanya jambo jipya juu ya mwanamke huyu, juu ya mwanaume huyu kuanzia sasa. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu nikiomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amen. Basi Mungu wangu akubariki na Mungu wangu akuinue kwa kunisikiliza. Amen.